Sasa mimi nataka uniambie kwa upande wako ni kitu gani ambacho kimewahi kutokea ulipokuwa kwenye daladala ambacho conductor alikukera ama dereva mpaka ukafikia hatua ya kutamani kufanya kitu ama maamuzi magumu. Sasa kutoka nchini Kenya, Nairobi, kuna hii hapa video ambayo sasa hivi inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ambayo imeleta hisia tofauti, lakini pia maswali kwa watu, kwa nini dereva aliamua kufanya kitendo kile. Baada ya mwanamke huyu hapa kupanda daladala ama matatu ambayo ilikuwa inaelekea sehemu ambayo inafahamika kama Buruburu huko Nairobi, Kenya, na kutoa shilingi ya Kenya 1000 na kutaka arudishiwe chenchi na conductor. Lakini baada ya kufika kudai chenchi yake, conductor akapotea na pesa yake yote ambayo ni kama shilingi 900. Kwa hapa nchini Tanzania kwa 1000 tukiconvert ni kama shilingi 20,000, na chenji hiyo ambayo aliondoka nayo conductor ni kama kwenye 18,000 hivi. Na mama huyo kwenye kudai chenji yake alizungumza kwa hasira, lakini kwa upande wa dereva alimjibu kwa dharau like fanya chochote unachoweza kukifanya. Na neno hilo baada ya kujibiwa, mama huyo hapa aliamua kuchukua hasira na kutoka nje kuokota mawe na kurushia matatu hii hapo ama daladala, jambo ambalo lilisababisha kupasua kioo cha mbele cha daladala. Video hiyo hapa, baada ya mama huyo kupasua kioo cha mbele cha daladala, alishuka dereva, lakini pia watu ambao walikuwa kwenye ile daladala na kumvamia dada yule pale na kuanza kumpiga, jambo ambalo limezua maswali mengi. Watu wanasema kwa nini conductor ama kwa nini dereva aliamua kumjibu mama yule pale na yule kwamba fanya chochote unachoweza, kwa sababu tunajua kwenye maisha siku zote hujui mtu anapitia nini kwenye maisha yake. Na anasema kwamba shilingi hiyo 900 ambayo alitakiwa arudishiwe na conductor ilikuwa ni kwa ajili ya kumsupport matumizi ya shuleni kwa ajili ya mdogo wake ambaye alikuwa naye. Niambie kwa upande wako wewe, kwa mfano dereva angekujibu jibu hili hapo kwamba fanya chochote ambacho unaweza, ungefanyaje? Bure peto oka